Leo tarehe 11 mwezi wa kwanza, washirika wa PAGT Makongoro wakimkaribisha mgeni rasmi anayefahamika kwa jina la Martin Mbiti, mkuu wa chuo cha PAGT Tanzania, kwa ajili ya kumkabidhi mchungaji gari ambapo washirika wamemnunulia. Naam, ni tarehe 11 wa mwezi wa kwanza mwaka 2026 ambapo washirika wa PAGT Makongoro wanaonyesha upendo wao wa dhati kabisa kwa mchungaji wao Margaret Arwochi baada ya kumpa zawadi ya gari ambayo sasa atakuwa anatamba nayo kwenda katika vikao mbalimbali, na hii ni risala ambayo ilisomwa na baadhi ya viongozi. Yesu asifiwe. Ndugu mgeni rasmi, risala hii imegawanyika katika vipengele vifuatavyo: utangulizi, mafanikio, changamoto, malengo, mwisho au shukrani. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, kamati ya kusimamia ununuzi wa gari la mchungaji ilikuwa na muunganiko wa waumini wa PAGT Makongoro waliopo ndani ya mkoa wa Mwanza na waliopo nje ya mkoa. Kamati hii iliundwa tarehe 26 ya mwezi wa 5 2024 na mchungaji Margaret kwa kuteua viongozi kama ifuatavyo: Bennett John, mwenyekiti wa kamati; Lusajo Kibona, katibu wa kamati; John Katundu, mwasibu wa kamati; mchungaji Habona, mjumbe; Yovita Eric, mjumbe; Sara Kimaro, mjumbe. Baada ya uongozi kuundwa, kamati ilipitisha kuwa liundwe grupu la WhatsApp ambalo litarahisisha ukusanyaji wa michango na kutoa taarifa mbalimbali kwenye kamati. Hilo grupu lilikuwa na washirika 45. Namba 2, mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kamati hii imefanikiwa kukusanya michango kwa waumini kama ifuatavyo: na pesa taslimu zilizokusanywa kwa awamu hiyo ya mwaka mmoja tulipata shilingi milioni 18,540,000 kamili. Ndipo mgeni rasmi mchungaji Martin Mbiti aliposimama na kuweza kuwatia moyo washirika na kuongea maneno mazito sana yaliyowafurahisha wengi. Bwana asifiwe. Matendo kama haya yanafanyika mara chache sana, na kwetu watumishi wa Mungu matendo kama haya yanaongeza deni kubwa la kuwaombea waliohusika katika tendo lenyewe. Niseme kabisa kwa moyo wa dhati kutoka moyo wangu wa ndani, kanisa la Makongoro, Mungu awabariki sana. Narudia tena kusema, pengine kwa kuwa ni maneno unaweza usijue yanatoka kwenye uzito kiasi gani, tendo mlilolifanya ni tendo kubwa na ni la kimungu kabisa. Niwatie moyo, risala yenu ni njema, imesheheni heshima, hekima na busara kubwa, na wote mlioshiriki kutoa pesa zenu, na mimi niongeze kusema hata wale ambao walitamani kufanya lakini hali ya hewa haikuwaruhusu, lakini walishiriki kuliombea jambo hili. Neema na baraka za Bwana ziwe pamoja na ninyi. Paulo katika Wagalatia 6 anasema tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Mara nyingi katika maandiko matakatifu, kila mahali ambapo watumishi wa Mungu kuna mazingira na majira husika, mazingira huwa yananena, mazingira huwa yanatoa ujumbe. Kuna kipindi Musa amefanya miujiza na kazi kubwa ya kuchosha. Hakuna binadamu aliyekuwa anazidi utumishi kiwango cha Musa, lakini kafika Musa mahala akachoka. Alipochoka alihitaji kutegemezwa na wanadamu wenzake. Mungu hakutuma malaika, hapana. Walipatikana wachache sana ambao Mungu alitumia ufikirivu na ubunifu wao. Haruni na Huri wakati wanapigana na Amaleki, Haruni na Huri wakatambua kumbe mzee anaponyosha mikono tunafaulu, akishusha tu tunapigwa. Wakaingiza ubunifu huo wao wenyewe bila kuambiwa na wengine. Wakatafuta jiwe, wakamwambia mzee, kaa hapa, alafu mikono yako tutaitegemeza. Jamani, Bwana asifiwe. Haruni huku Haruni kule, mikono ya Musa ikategemezwa, haikushuka tena.
na kwa sababu kushuka tena Israeli walishinda. Sio rahisi kuyaona. Unajua kuna machozi ya furaha. Sasa kwa umri wao hawa hawezi akafurahia kwa kukaruka, hapana. Ataanguka mzee wangu. Furaha ya mzee wangu wakati mwingine ikizidi sana naweza kujikuta analia. Anainama tu ipo na sasa mbona anasikitika tena. Na umri usifikiriza hata huyu mzee afurahi kwa kuruka kama mimi mbiti ninavyofanya. Lakini tendo hili is so touching. Hata kama tujui Kiingereza sema tu hivyo, is so touching. Sema tena, is so touching. Kanisa vizuri hivi ina wasomi wote. Tendo hili ni baadhi ya matendo ambayo ni very touching, yaani yanagusa mguso wa ndani, halitasahaulika hili. Niamini kwamba gari hili ni ishara ya upendo kwa watu wa Mungu wa Makongoro kwenu. Wanatambua ukubwa na uzuri wa huduma ambao umeifanya kwa muda wote huo. Na mimi siamini kabisa kwamba kama gari hili limekuja tu from nowhere. Hapana. Mtu aweza katenda tendo bila kuwa na muda wa kutathmini ametokea wapi, umemtoa kutoka wapi, umemfikisha wapi, unampeleka wapi. Hayo, jumla ya haya yote yanamfanya mtu awe na furushi kubwa la kusema asante. Na asante ya watu hawa ni hiyo. Pamoja na uchechemavu wetu, pamoja na utoro wao kwenye ibada, kwenye maombi, lakini wameunganisha nguvu, wameyafuta yote yaliyotokea kule. Sasa tunakuja mbele zetu na haya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawatazama kwa namna ya ajabu sana. Mmeliheshimisha jina la Bwana. Yaani mmemwinua Mungu juu zaidi. Mtu mmoja anasema, mwaminini Mungu mpate kuthibitika. Waaminini manabii wake. Ile phrase manabii haimaanishi manabii wanaorandaranda mitaani sasa. Neno manabii limeinkludi watumishi wote. Waaminini watumishi wake wote, ndivyo mtakavyofanikiwa. Yaani kuamini Mungu unathibitika katika imani. Kuamini watumishi wake waliowekwa mpaka ukawatendea hayo, implication yake ni kwamba wewe unafanikiwa. Pokeeni mafanikio kwa jina la Bwana. Nimalize sasa kwa kusema, mchungaji, ibada tumemaliza na tumeshaenda. Watu wameshachoka. Nafikiri tuende kwenye hatua ya mwisho, ikiwa ndio nimeruhusiwa kuendelea moja kwa moja. Siwezi kujua sasa msafara tutapitia wapi. Na mwenyekiti sasa tuongoze tunapitia wapi. Tuende moja kwa moja tukahitimishe. Tusiendelee na story hapa. Muda umeshaisha. Tukaione hali ya yetu. Mpenzi mtazamaji wa Castro TV, kwa jinsi unavyoona tunaelekea mahali penye tukio sasa, ambapo gari limepakiwa kwa ajili ya kwenda kumfanyia mchungaji uzinduzi wa gari lake, na yeye pia aweze kukabidhiwa vizuri kabisa. Na huyu ni mgeni rasmi, anapeana mikono na baadhi ya viongozi waliofanya jambo hilo kwa kuwapongeza vizuri kabisa. Hivyo aliweza kusogea eneo la tukio, na huyo ndio mwenyekiti aliyehusika na ununuzi wa gari la mchungaji, yani kama kukusanya mipango. Amefanya kazi yake kwa ufasaha zaidi. Mambo ni mazuri, mambo ni matamu. Hakuna jambo ambalo linaweza likaamuliwa na watu wakashindwa likiwa Mungu amenifanyia wepesi. Naam, na huyu ndiye mchungaji Margaret Orochi akiwapongeza baadhi ya viongozi. Sikia maneno haya. Tutamshukuru Mungu kwa maombi. Hamna kitu pale. Funguliwa kweli? Tutamshukuru Mungu kwa maombi. Inatoa Mungu ni kubwa ambalo umelifanya, na baada hapo tutafungua utepe na gari itafunguliwa, na ndipo nitakabidhi ufunguo kwa wachungaji wetu, na baada ya kuwakabidhi sasa mambo mengine mema ya nchi yataendelea. Acha niombe, muda umeshaenda. Baba yetu wa mbinguni, matendo yako yatisha kama nini. Wewe ni Mungu wa matendo makuu. Toka nyakati za Biblia Bwana, hakuna hata siku moja uliposhindwa kufanya mambo makuu ya kutikisa ulimwengu. Kupitia mikono ya watumishi wako Makongoro, Bwana, umefanya jambo la pekee, jambo la kutia moyo, jambo linalofurahisha,
jambo linalomchochea mtu aendelee kutumika zaidi. Bwana Yesu wabariki watu waliohusika na hata waliofanyiwa, endelea kujifunua kwao kwa viwango vingine, ukiwatetea Bwana. Waone hii ni zawadi pekee, haijatoka kwa watumishi wako tu, lakini umeiachia wewe Bwana kwa njia ya watumishi wako. Hivyo ikawe baraka, furaha kwa familia, furaha kwa kanisa, furaha kwa jamii na furaha kwa watu wote wanaowazunguka, maana itaifanya kazi yako katika hali zote na kwa viwango vyote. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana wewe unaweza. Kwa jina la Yesu Kristo Mfalme naomba na kuamini, amen. Basi nafungua na kukata utepe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, kitu kimesimama milioni 23. Kwa tabasamu lenye bashasha na maneno mazuri kutoka kwa mchungaji na mtumishi wa Mungu anayefahamika kwa jina la Martin Mbiti alipokuwa akiwakabidhi funguo ya gari lao. Huyo ni mchungaji Margaret Arvochi akiwa na mume wake, na mume wake akawa amekamatilia funguo kwa furaha na tabasamu zuri, kama alivyosema kanisani kwamba hawawezi kurukaruka, lakini kwa furaha tu waliweza kuongea maneno haya. Na mwanangu, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amen. Mimi niseme ni wasalimu tena katika jina la Bwana. Amen. Na niseme machache sana. Jambo la kwanza ni mshukuru Mungu wa mbinguni ambaye amewatumia nyinyi na jambo hili likatokea. Na jambo la pili, kama alivyosema mchungaji msaidizi, Mungu huwa hafanyi asushi kitu kutoka mbinguni ikateremka duniani. Kawaida yake anawatumia wanadamu. Mmefanya jambo hili kwa moyo wa kupenda. Nitamke baraka kwenu kwamba Mungu awabariki. Mungu awatendee mema. Amen. Mungu awakumbuke. Amen. Mnaloomba maombi yenu ya sirini awajibu wazi. Amen. Kama alivyomtendea mtumishi wake kupitia kwenu. Amen. Mwenyekiti, Mungu akubariki. Akupe mema. Amen. Na la mwisho niseme kwamba ukisikia wito wa kumtumikia Mungu usiogope. Bwana ana mema. Amina. Sikuanza na haya, lakini nilianza kupita kwenye majumba za watu nikisema Yesu ni Bwana. Na tumetumika kwa kipindi kirefu tukiona mema yake. Hii sio jambo la kwanza, lakini hii imenigusa sana 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 sana, yaani sana. Kwa upande wa magari katika familia yetu, hii ni gari la 3. Tulinunua ndogo, tukanunua Noah, wala sikuguswa. Nilikuwa naona ni kawaida sana. Hii gari imegusa moyo wangu mpaka nimetoa machozi kama ulivyosema. Kwa hiyo nasema Bwana awabariki, awatunze, awape mema, yale mnao yatamani Mungu wa milele awatendee. Babu, na la kusema hata moja hana. Basi kafungueni gari tuone ni funguo zenyewe, kama sio zenyewe watafute walipozidondoshea huku. Lete huku mchungaji, lete huku. Lete huku. Atumie remote, napiga kelele. Remote. Okay, tayari. Sasa
ifungue ikiondoka. Imetosha. Na mbarikiwe, twaweza hata kusambaza. Kama kuna ratiba zingine zinaendelea, narudisha kwenu, na kama hazipo. Kwa majina naitwa Rusajo Kibona, ni katibu ununuzi wa gari ile ambayo tumekabidhi leo. Niseme tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha. Changamoto zilikuwepo lakini ni ndogo sana. Washirika wa PAG Makongoro wamefanya vizuri sana na kuweza kupata hela ambayo imenunua hiyo gari. Tunasema asante. Kwa hiyo changamoto zilikuwa ni za kawaida kabisa. Naitwa John Katuntu, mhasibu wa ununuzi wa gari ya mchungaji. Changamoto ni kweli kabisa, changamoto zilikuwepo, lakini ilikuwa ni changamoto ambazo tulikuwa tukimshirikisha Mungu na inaweza kutatulika. Kwa hiyo changamoto hazikosi, kwa sababu ni pesa ambayo tulikuwa tunakusanya kutoka kwa watu. Pesa ambayo hujampa mtu akutunzie wala hujampa kazi, lakini bado unaomba pesa kutoka kwake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo gumu, lakini tunamshukuru Mungu kwamba Mungu alifanya wepesi, alifanya wepesi juu ya washirika na wakatoa pesa kwa upendo, na tumemnunulia mchungaji wetu gari zuri aina ya Harrier. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yote kwamba tumefanikiwa, na nimshukuru Mungu kwamba kanisa zima tumefanikiwa, kwa sababu kuna wengine waliomba kwa ajili ya ununuzi wa gari na kuna wengine walifurahia tu kitendo kile, kusikia tu kwamba tunamnunulia mchungaji gari. Kwa hiyo walifurahia. Siku zote wahenga walisema yaliyo na mwanzo hayakuwa na mwisho, na hii ndio mwisho wetu wa historia yetu. Kaso TV, nyumbani mwako inawakilisha.